aje apate nafasi ya kuzungumza na sisi ili tuweze kusikia ujumbe wake na tueleze kwa nini aliamua kuunga mkono harakati za operesheni Linda Demokrasia, vuguvugu la umma, ili kurejesha uwezo wa umma kuweka viongozi wake. Kwa nikuombe sana Sheikh Ponda, Isa Ponda, karibu. Watanzania tuna imani na Ponda, Watanzania tuna imani na Ponda, Watanzania tuna imani na Ponda. Sheikh Ponda ni mpambanaji wote. Punga mkono. Ponda, Watanzania tuna imani na Ponda, Ponda, Watanzania tuna imani na Ponda, Ponda ni mpambanaji. Ndugu zangu, kina baba, kina mama na vijana mliopo hapa, assalamu alaikum. ACT Wazalendo, ACT Wazalendo, Oktoba, Oktoba, Oktoba. Ndugu zangu, naomba nianze kwa kuwakumbusha tukio la kihistoria la uwanja huu wa Bakhresa Manzese. Tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 2010, mimi nilisimama kwenye jukwaa hili hapa. Ilikuwa ni wakati wa uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani mwaka 2010. Mkutano ule ambao niliohutubia hapa ulikuwa baada ya maandamano makubwa ambayo tuliyafanya kuanzia viwanja vya Mnazi Mmoja, hatimaye tukamalizia katika viwanja hivi vya Bakhresa. Katika mkutano ule wazungumzaji wakuu walikuwa ni wawili. Mzungumzaji wa kwanza alikuwa ni Maalim Ali Basale ambaye ni marehemu, ambaye yeye alielezea wasifu wa wagombea urais na ubunge waliokuwepo wakati ule katika uchaguzi ule wa 2010. Na mzungumzaji wa pili nilikuwa ni mimi, ambaye mimi nilizungumzia science ya uchaguzi ule wa 2010. Matokeo ndugu zangu yalivyokuwa ni kwamba katika uchaguzi ule tulichokuwa tunakifanya sisi ilikuwa ni kutoa elimu ya uraia, yaani kuwaelimisha wananchi hali halisi ya siasa zilivyo na ni vipi wananchi wanaweza wakaleta mabadiliko katika uchaguzi ule au kupitia uchaguzi ule wa 2010. Ndugu zangu, elimu ile tuliyoifanya katika uchaguzi ule 2010 ilileta matokeo makubwa kabisa. Wakati ule sheria zilikuwa ni hizi sawa na hizi zilizopo, hizi sheria za uchaguzi, sheria ambazo tume haiko huru, sheria za kanuni za uchaguzi haziko huru. Sheria hizi zilizopo, sheria kandamizi, ndizo ambazo zilizokuwepo wakati ule. Sisi tuliwaelimisha wananchi kwamba sheria zilizopo zina sura hii, ziko hivi, sio sheria nzuri, hazileti haki, hazitoi haki kwa wananchi, kwa wapiga kura. Lakini tukawaelimisha ni vipi watasimama katika mazingira hayo ili matokeo yaweze kuwa mazuri, waweze kupata viongozi ambao wametokana na ridha yao, viongozi ambao ni halali. Ndugu zangu, matokeo ya uchaguzi ule 2010 yalikuwa makubwa sana kutokana na ile hali ya siasa nchi yetu, mabadiliko na ule ugumu wa sheria zilikuwepo. Matokeo ya uchaguzi wa 2010
yalikuwa mazuri sana kwenye kambi ya upinzani ukilinganisha na matokeo ya huko nyuma au ya wakati tulionao sasa hivi. Wakati ule kambi ya upinzani ilipata wabunge 42 na madiwani zaidi ya 900 katika uchaguzi wa 2010. Sheria zilikuwa kama hizi. Tulichokifanya sisi, tuliwaelimisha wananchi umuhimu wa kusimama na kuwa tayari kupiga kura, lakini kuwa tayari kulinda kura. Na utamaduni ule uliendelea kuwa na matokeo mazuri, utamaduni wa kulinda kura. Ushahidi ni mkubwa sana wa kutosha. Wabunge wote, yani asilimia kubwa ya wabunge wa vyama vya upinzani walioingia bungeni, hakuna mbunge ambaye tume ilimtangaza kwa urahisi tu kwamba huyu kashinda, kwa hivyo tume ikamtangaza. Hakuna. Wabunge wote ulitumika msuli wa wananchi, ndipo tume ikamtangaza. Halima Mdee Kawe haikuwa rais, alitangazwa baada ya wananchi kusimama, wakasimama kidete. Kwanza walilinda kura, lakini pia walilazimisha kutangazwa, akatangazwa. God bless Lema haikuwa rais, walikuwa hawataki kutangaza, lakini wananchi walijitokeza, wakapiga kura, wakalinda kura na wakalazimisha atangazwe na akatangazwa. Yani asilimia kubwa ya wabunge wote wa vyama vya upinzani, kanuni iliyotumika ilikuwa ni kulinda kura na kuhakikisha kwamba yule aliyopata ridhaa ya wananchi ndiye anayetangazwa. Ndugu zangu, miongoni mwa sababu zilizofanya ni shiriki moja kwa moja, na nikutangazieni tu, mimi nitashiriki moja kwa moja katika siasa hizi. Uchaguzi huu hatumtumi mtoto, tunakuja wenyewe. Sisi ni walimu. Mimi nashiriki siasa hizi toka vyama vingi 1992. Nimeshiriki kwenye kuasisi vyama vya siasa, sera, lakini pia kuandaa umma, kuandaa vijana. Huko nyuma kama mlikuwa mnasikia yale slogan ya Lingangari, ndio sisi. Kwa hivyo ni muhimu, ndugu zangu, mapambano ya nje ni magumu sana. Lazima upambane ndani ya eneo la vita. Mapambano nje ya uwanja ni magumu. Mapambano muhimu ni ndani ya medani, ndani ya nchi. Unapambana ndani ya nchi, ndipo unapoweza kumtoa mpinzani wako. Lakini ukikaa nje, Kenya, huko Uganda, alafu unaendesha mapambano kumtoa mtawala alikuwepo ndani ya nchi, kazi kubwa sana. Lazima mbanane pale pale mlipo unapoweza kumtoa adui yako. Ndugu zangu, nimegusia historia ya hapa ili itusaidie kama ushahidi wa kutosha kwamba tunaweza kabisa tukashiriki uchaguzi na uchaguzi huu wa 2025 na tukapata watu ambao wanaweza kwenda kwenye vyombo vya maamuzi, udiwani na ubunge, na ikiwezekana urais pia vile vile. Hili linawezekana kabisa kwa kutumia mbinu zile zile ambazo tumezitumia katika chaguzi za nyuma, katika sheria hizo za mbovu. Mbinu zile zile tukizitumia katika sheria hizo za mbovu, lazima watatangazwa watu. Wale ambao wanaokwenda pale wanaosimamia wasimamizi, ndugu zetu polisi, wasimamizi wa uchaguzi, wale ni binadamu kama sisi. Tunaelewana? Wao ni binadamu. Ni binadamu kama tulivyo sisi. Inakuwaje ufike mahala ushinde kuelewana na binadamu wenzako? Mtaelewana tu. Sawa?
Kuelewana tutaelewana? Hatuwezi kuelewana? Lugha tutatumia lugha ambazo kueleweka, au sio? Kila mahala kuna lugha yake, ndio mnaelewana. Kwa hivyo tushiriki. Maana yake hata kama tuna nguvu ya kuzuia, si ndio? Hiyo nguvu ina mahala pake pazuri, ni pale ambapo mtu kaiba, unamzuia siibe. Tunaelewana? Alioiba uchaguzi, alioiba kura, anataka kutangazwa, unazuia sitangazwe. Tunaelewana? Tutumie nguvu zetu katika maeneo muhimu. Tukifanya hivyo, kwanza tutakuwa tunajenga ujasiri kwa watu wetu wa kupambana juu ya kutetea haki zao, lakini tuna matumaini pia tutakuwa na matokeo mazuri ya uchaguzi. Ndugu zangu, baada ya haya maelezo ya utambulisho wa kile ambacho tulichokifanya 2010 na matokeo, nirudi kwenye historia kidogo. Kwa nini sisi viongozi wa dini tunashiriki siasa, na kwa nini labda mimi nimepitia kwenye chama cha ACT Wazalendo. Makamu mwenyekiti ametoa historia. Makamu mwenyekiti ametoa historia hapa ya wazalendo huko nyuma ambao waliishi kwenye serikali ya ukandamizaji ya wakoloni, na hatimaye wakasimama mstari wa mbele, wakapambana, na hatimaye tukapata uhuru. Historia aliyotaja, kawataja kina Mkwawa, kina Kinjekitile. Hao watu wanatajwa kama watu wazee wa enzi hizo, lakini wale watu walikuwa ni viongozi wa dini. Songea kiongozi wa dini, Mkwawa kiongozi wa dini, na walipambana na serikali ya ukoloni ambayo ilikuwa inakandamiza wananchi. Lakini wao pia ndio waliowarithisha hawa waliokuja katika zama hizi za karibuni, na hatimaye viongozi wa dini ndio waliohusika katika kuanzisha chama cha TANU ambacho baadaye ndio kimeleta uhuru. Haya tunayozungumza siyazungumzi mimi tu. Haya kayazungumza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipokuwa anawaaga wazee wa Dar es Salaam wakati anang'atuka kwenye siasa. Mnakumbuka? Si mnakumbuka alipozungumza? Alizungumza kwamba mimi nilikuwa peke yangu mwanasiasa, lakini walionizunguka wote walikuwa ni viongozi wa dini. Wakanipeleka Bagamoyo, wakanifungisha somu. Nilipofika jioni kasikia kichwa kinauma, nikaomba maji, wakanambia subiri kidogo, muda mfupi tu utapata panado. Panado yenyewe ilikuja kwa iftari, alipokula iftari kichwa kapona. Amezungumza Mwalimu Nyerere. Sasa kwenye miaka ya 63 yalifanyika mageuzi makubwa sana katika siasa. Watawala au viongozi watoa viongozi wa dini kwenye siasa, kina Sheikh Takadiri, kina Hassan bin Amiri na wengine, wakawatoa kwenye siasa. Baada ya kuwatoa, wakaanzisha nadharia kwamba dini na siasa ni vitu tofauti na viongozi wa dini wasishiriki siasa. Matokeo, ndugu zangu, ndio hii hali ambayo tunaiona leo hii. Viongozi wa dini huko nyuma walipokuwa kwenye siasa, hali ya nchi ilikuwa nzuri. Baada ya kuondoa viongozi wa dini, wanasiasa waliobakia sasa ndio hawa ambao tunaona leo hii wanaoendelea. Yaani taifa letu halina ubinadamu kabisa, hakuna utu kabisa manake. Kwa sababu wale walikuwa pale hawana ubinadamu, hawana utu. Hivi karibuni mimi nimefanya utafiti kidogo. Mimi nafanya utafiti
andika na vitabu. Moja ya vitabu amekitaja hapa makamu mwenyekiti, fanya utafiti mkubwa sana kuhusiana na swala la utekaji. Limekwenda mpaka maeneo ya wananchi waliotekwa, nimeongea na familia, nimezisaidia na nimeandika, na nikaita mkutano mkubwa katika hoteli ya City Garden, nikaita idara ya usalama wa taifa, nikaita bunge, nikaita jeshi la polisi, nikaita taasisi zote za haki za binadamu, nikaita vyombo vya habari, wakaja pale, nikazindua ile report ambayo ina watu zaidi ya 200 wametekwa. Huwa nafanya utafiti katika majukumu yetu sisi ya kutetea haki za binadamu, ya kuhudumia jamii. Nafanya utafiti mara nyingi. Juzi nilikuwa nafanya utafiti kwenye swala la sekta ya afya. Nikaenda nikafanya utafiti kwenye moja ya serikali, kwenye hospitali za serikali. Ndugu zangu, yani hakuna ubinadamu kabisa. Mimi nilifanya utafiti kupima kiwango cha utu katika utawala wetu. Yani kiwango cha utu kimefikia kiwango gani? Eneo ndio ambao kufanya utafiti, eneo la afya, nikaenda kwenye hospitali. Yani ni kuna unyama kupita maelezo. Yani mtu figo zake zimefeli. Mtu figo zikifeli analazimika kusafishwa damu mara 3 ndio awe hai, vinginevyo anakufa. Sasa angalia fedha anayotozwa akienda hospitali, 180,000 kila akienda. Yani 400,000, 500,000 na 40,000 kwa wiki. Sasa huyu akienda pale hospitali kama hana hiyo fedha, anaambiwa rudi nyumbani. Mgonjwa wa figo akirudi nyumbani bila kusafisha figo, baada ya siku 2-3 anakufa. Nani katika watu wa kawaida inawezekana akaishi kwa kutoa 500,000 na 40,000 kila wiki? Kuna mtu anamudu hiyo hali? Hiyo ni hospitali ya serikali. Hospitali ya serikali kumtoza mtu matibabu, hilo ni jambo la ajabu, kwa sababu hospitali ya serikali kila unachokiona pale ni kodi. Jengo limejengwa kwa kodi, mashine imenunuliwa kwa kodi, daktari mshahara wake ni kodi, dawa imenunuliwa kwa kodi, kila kitu ni kodi ile ambayo wanatoa wananchi. Ndio taratibu, kwa maana kwamba haiwezekani mimi nijenge hospitali yangu wewe ujenge ya kwako, nijenge shule yangu wewe ujenge ya kwako, nijenge barabara yangu wewe ujenge ya kwako. Utaratibu unakuwa ni kwamba tunakusanya fedha kwa pamoja. Hiyo fedha ndio inaitwa kodi. Serikali inapewa ile fedha kuratibu, ijenge hospitali, ijenge barabara, ijenge shule. Kwa hivyo mimi nikiumwa na kwenda hospitali, siende kutozwa fedha, kwa sababu nishatoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa hospitali. Tunaelewana? Ndio maana ya kodi. Sasa serikali ile hospitali ambayo umetoa kodi wanakutoza. Mfano wake inakuwa kwa mfano labda pengine kuna shughuli ya harusi. Tumekubaliana, tumeitana kikao cha familia. Jamani, budget yetu ya harusi itakuwa labda 2,000,000. Tuchangeni. Tumechanga kwa ajili ya ubwabwa na vinywaji. Sasa tumeipa kamati. Imeandaa siku ya harusi, tunakwenda pale. Msimamizi anatangaza, sema jamani, hapa tumepika aina 2 za ubwabwa. Kuna pilau na wali wa maji. Wali wa maji shilingi 5,000. Pilau shilingi 7,000. Yaani anatutangazia bei sisi tuliochanga pesa kwa ajili ya ile pilau. Ndivyo unapofanyiwa wewe unapokwenda pale kwenye hospitali ya serikali. Hospitali ya serikali huwezi kutozwa, ushatoa hela. Sasa ukienda pale hospitali leo hii, ukienda hospitali, yani unatozwa fedha nyingi sana za bure. Kama una fedha unaambiwa kafe, nenda nyumbani. Unatibiwa hospitali, ukifariki unatozwa milioni za mali za fedha. Vinginevyo serikali inazuia ile maiti. Ile maiti ikivunda kule kwenye mochwari, ikianza kuharibika, wanawaita watu halmashauri, wanawapa ile maiti. Halmashauri wanachukua ule mwili, wanaenda kuchimba shimo, wanauzika. Kama ni Waislamu hapati haki ya kiongozi wa dini shekhe kushiriki, ndugu zake hawashiriki, haswaliwi, haoshwi, habeshi swanda, anatupwa. Huyu mtu alikuwa na dini yake na heshima yake, anatupwa kwa sababu hakutoa fedha ambazo serikali inataka. Huu ni unyama. Tumefika leo hii tuna utawala wa namna hii, ndugu zangu.
Sasa kama hivi ndivyo ilivyo, kwa nini sisi tuendelee kubakia na utawala huu? Kuna haki yote kubakia na utawala huu? Hakuna. Tubadilishe. Tunaelewana? Tubadilishe. Wao ni Watanzania na sisi ni Watanzania. Kila Mtanzania si ana haki ya kuongoza, si ndio? Ndio tunataka tubadilishe. Hawa ndugu zetu, hawa tawala wetu, serikali yetu kufika, ndugu zangu, sisi tunao viongozi wetu tunafuatilia mambo. Ni serikali haina ubinadamu hata kidogo. Hata kidogo. Mtu kauawa, katekwa. Mtu anasema mtu mmoja tu. Sasa mtu mmoja tu ndo nini sasa? Ana haki ya kuliwa. Lakini kweli kama ni mtu mmoja, watu wanauawa kila siku ndugu zangu. Juzi hapo katekwa Sheikh kule Zanzibar, Sheikh Haidar. Kapatwa nyumbani kwake. Watu wamemchukua magharibi jioni. Saa 12 jioni, baada ya masaa 5 mtu kakotwa barabarani kafa. Sasa hapa kuna serikali kweli? Hakuna. Nasema kuna serikali. Kama mtu anaweza kuja kanyakuliwa, akachukuliwa kaenda kwa wao, kuna serikali? Hakuna. Kuna sababu gani ya kuendelea kubakia na serikali kama hii madarakani? Wahuni hao. Maana yake sio kwamba Mwenyezi Mungu ni Mwenyezi Mungu ndio ametulazimisha kwamba lazima hawa walioko madarakani, Chama cha Mapinduzi kiendelee kutawala. Ingekuwa labda ni kwenye Qur'ani au kwenye Injili, sawa, lakini sio kwenye Injili au kwenye Qur'ani. Halafu watu wanaendelea kutawala, hatuwabadilishi. Hii kanuni hatuwezi kunusurika. Tutapata tabu sana ndugu yangu. Katika ule utafiti nilikwambieni ule hospitali. Katika utafiti ule nilikwambieni wa hospitali. Leo hii hospitali kuna wagonjwa ni mahabusu. Yaani kuna mgonjwa katibiwa, anadaiwa labda pengine shilingi milioni 20. Wanadaiwa mpaka milioni 20 watu. Sasa amepona. Ikiwa amepona, anatakiwa alipe milioni 20. Kama hana, kule wodini kuna eneo mahususi wanachukuliwa, wanarudishwa kule nyuma. Wanawekwa kama bila anavyowekwa mahabusu. Haruhusiwi kutoka nje. Haruhusiwi kutoka kufanya chochote kile mpaka alipe milioni 20. Yaani tuna wagonjwa leo hii, hospitali zetu leo hii zinawaweka watu mahabusu, kama mahabusu unavyomjua mwingine yote yule. Kwa nini tumefika hapa? Hakuna sababu zote msingi. Hii dialysis, mtu anatibiwa figo 180,000, hakuna sababu. Wao katika fedha ambayo tunachanga sisi, amesema makamu mwenyekiti, sehemu kubwa ya fedha yote inakwenda kwenye matumizi. Haya matumizi ni ya kwao. Wananunua gari moja shilingi milioni 400. Gari moja shilingi milioni 400. Wakati ukienda hapo dukani unaweza kupata gari jipya kabisa. Unaweza kupata Harrier mpya milioni 100. Milioni 100, milioni 400, ukitoa milioni 100 inabaki milioni ngapi? 300. Milioni 300, si ndio? Haya. Milioni 300, mashine ya kusafisha damu unajua bei yake? Hapana. Ni dola 7,800. Dola 7,800 ni shilingi milioni 20. Kwa hivyo milioni 20 katika milioni 300 unapata mashine ngapi? Mashine 30 Mashine 25. Mashine 25. Kwa hivyo unaweza kwa gari moja la mbunge unaweza kununua mashine 25 za kusafishia damu na gari la mbunge likapatikana. Sasa hao watu wana akili kweli? Manake hata ile sifa ya kuwa kiongozi haipo. Maana unatumia hovyo. Wakati pesa hiyo ingeweza kufanya mambo yote. Ingeweza kununua gari ya mbunge na ikanunua mashine chungu mzima za kusafisha damu. Kwa hivyo ndugu zangu, cha msingi ndugu zangu, tushiriki uchaguzi unaokuja 2025 na tulinde kura. Tunaelewana? Kanuni yetu ile tuliyotumia huko nyuma huko tukaipa anwani ngangari hiyo ile. Tunakubaliana? Unasimama unalinda kura, piga kura. Atakayekufuata pale kukuondoa usilinde kura yako, mwambie ni haki yangu bwana. Hii ni haki yangu, haki ya kulinda, sio haki ya polisi. Mwenye haki ya kulinda kura ni wewe mwenyewe, unalinda kura yako. Tunaelewana?
Ile kura yako ndio uhai wako. Hawa ndio wanafanya maamuzi ya uhai wetu. Twende ukapige kura na tulinde kura. Mko tayari kupiga kura? Mko tayari kulinda kura? Tutawaongozeni sisi, tutakuwa mstari wa mbele. Sisi tunatujua. Sisi hatusemi maneno. Hatusemi maneno matupu, tunasema na tunatenda. Tukisema maandamano tunakuwa tuko front. Tukisema kupiga kura, kulinda kura, tunalinda kura. Mko tayari kupiga kura na kulinda kura? Tutapiga kura na kulinda kura. Oktoba. 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 Asante.